Kuletea hatua za ugonjwa wa bawasiri au huwa unazipitia. Kwa mfano tutaongelea moja kwa moja kwenye vitu, tutajikita kuangalia ule uvimbe wa bawasiri ambao mara nyingi huwa unatukuta. Namba moja, hatua ya kwanza, ule uvimbe huwa unatoka unapoenda kujisaidia, lakini huwa unarudi wenyewe. Yaani baada ya kujisaidia ukajisafisha, basi ule uvimbe unarudi wenyewe. Lakini hatua ya pili ni pale ambapo ule uvimbe huwa unakuja na uwezi kurudi wenyewe mpaka upe escort ya kidole, na hapa wengi huwa wakumbuki kutafuta suluhisho, wanaona ni safi tu tutakuwa sawa, lakini unarudisha kwa kidole wenyewe unarudi. Lakini pia hatua ya tatu ni pale ambapo ule uvimbe unatoka na uwezi kurudi tena, unatoka unaanza kutengeneza uvimbe wa kukanji, na huu ni uvimbe hatari sana kwa sababu unavuja damu na unakaa kama kidonda. Ndio maana hakikisheni inapokuwa mnatibu changamoto hii, wanawaambia hakikisheni unatibu mishipa kwenye njia ya haja kubwa, ndo chanzo kinachopelekea hali yote, kwa sababu ile mishipa ikishakuwa dhaifu ikalegea huwa inatuna, inatengeneza ule uvimbe. Ndugu yangu, kama bado unateseka, hakikisha unatumia Pilecare iweze kusaidia kuondokana na changamoto hiyo. Kama unahitaji dawa hii, basi wasiliana na Dr. Jimmy kwa msaada zaidi. Kama una swali lolote kuhusiana na bawasiri, hapa ndo mahali pake uweze kupata msaada wa kudumu na kuweza kutokomeza kabisa changamoto ya bawasiri. Karibu na Mungu akubariki.